Bunge la Maisha limekwambia kwamba leo tutakuwa na seneta katika kaunti ya Nairobi, ama ukipenda wanamwita almaarufu super senator Sakaja himself, kwa mpigo tena zaidi kuzungumza mengi zaidi kuhusiana na story nzima katika Bunge la Maisha. Ni Bunge la Maisha, serious conversations. Mheshimiwa super senator, habari yako bwana? Hivi mbona wanakuitanga super senator? Sijui, unajua ilianza tu jina la utani. Wakati wa campaign 2017. Ndio. Zaga jina ikashika. Alafu pia nafikiri kwa kazi nimefanya sio mbaya sana, so ni super. Ni sana joke, lakini sasa imekuwa jina ambayo imestick. Okay. Yeah. Otherwise mambo yako namna gani? Tunashukuru Mungu, we very happy. Umeficha white ball mheshimiwa? Hakuna hivi tena. Kazi tunafanya, tunashukuru mambo yanaendelea vizuri. Ndio. Siasa mbaya zimeanza mapema. Ndio. Lakini kwa sasa tuko tunashughulikia mambo ya Senate. Ndio. Kuhakikisha kaunti zetu zimepata fedha. Ndio. Ambazo zinastahili kuwa nazo. Ndio. Na tunaweza kufaulu last week. Asante sana. So mheshimiwa, mliketi vikao takriban kama 10. Hakukuwa na mwafaka. Kukakuwa na makundi, si tunataka hivi, si tunataka ukubwa wa county, si tunataka pesa zikuwe sawasawa katika county, lakini kufikia last week tukaona kwamba mwafaka umepatikana katika bunge la Senate. Ndio. Nini kimesababisha mwafaka kupatikana after 10 times? Najua kuna wale ambao walikuwa wanataka formula ya kwanza ambayo iletwa na kamati. Ndio. Na ikawa ni kama ni timu ya serikali. Lakini sisi tukasema timu Kenya. Ndio. Ya kwamba ni muhimu tunge sote pamoja kama taifa. Haiwezi kuwa ya kwamba county 20 ndio zinapoteza pesa. Haiwezi kuwa tunaambia Wakenya katika nusu la taifa. Ndio. Kwa kwamba mwache wengine waende mbele, nyinyi mbaki. Mbaki ile pesa mnayo tuwanyang'anye. So kuna sisi sita ambao kaunti zetu ndio zilikuwa zinapata hela. Lakini tuliona ya kwamba huo mfumo wa ugavi, hiyo formula ambao walikuwa wanatumia haikuwa formula ambayo iko na fairness. Ndio. Mimi kama seneta wa Nairobi nikasema mnaniongezea milioni 100. Yetu Nairobi ndio kuna watu wengi sana katika taifa letu. Ndio. Kasema haiwezekani. Hawezi kuwa na formula ambapo Nairobi inawekwa namba 28 katika pesa ambazo zinapata. Ndio. Ndio, kama ni idadi ya watu haiwezi kwa hivyo. So tukajaribu, tukakataa mara ya kwanza. Kuna wale hawakukubali kushindwa. Ndio. Hili jambo lingetatuliwa siku ya kwanza. Wakajaribu mbinu zote kufunga watu, kuletea watu makesi. Ndio. Wengine walikuwa arrested. Ndio. Ndio dadi tukienda kupiga kura wanaona tuko wengi, wanaadijana. Ndio tukiwa watoto tulikuwa tukicheza mpira, ukiona unashinda unachukua mpira unakimbia nayo. Unakimbia nao ndio. Unakimbia nao nyumbani, unasema mpira ni yangu. Ndio nikaoga. So uamuzi umefanywa hapo mapema awali, lakini nafikiri mazungumzo ambayo tumekuwa nayo, na tunashukuru rais aliweza kuongeza fedha. Ndio. Na bilioni 50. Tukakaa tukakubaliana sasa lazima tupate suluhisho. Ndio. Na hakuna county ambayo itapoteza pesa. Hivyo tulisema siku ya kwanza, na kwa ile formula tumepitisha kazi, hakuna county hata moja ndio ambayo inapoteza pesa. Labda Sakaja kwa walikuwa wanashutumiwa watu hawataki county zao zipate. Ndio. Sasa wanapata zaidi. Mimi nilikuwa naongezewa 100 million Nairobi. Sasa nimeweza kuleta 3.3 billion zaidi. Ile 15 tuko nayo sasa Nairobi imefika 19 billion na ndio number 1. Ndio. So tulikuwa tunajua ile kazi ambayo tunafanya, na tunashukuru, lazima tu strengthen devolution. Okay. Safi. So kwa faida Mkenya, kwa hivi sasa ukiwa unazungumza unasema kwamba kila county iko sawa, hakuna county imepoteza pesa na kadhalika. Hakuna county imepoteza pesa. Ile county ambayo imepata additional kidogo kabisa ni Tharaka Nithi. Na hata hao wameongezewa 290 million. Ndio. Na Tharaka Nithi ilikuwa inapoteza 400 million. Sasa wametoka kutoka kupoteza hadi sasa kupata zaidi by 290 million. Ndio. Vihiga, Nyamira walikuwa wanapoteza Isiolo, Kwani
kwanza Kwale walikuwa wanapoteza zaidi ya bilioni 1. Kwale ndio county inatupatia foreign exchange, mambo ya tourism. Tukasema haitakuwa sawa. Ndio. Sasa Kwale inapata zaidi ya 470 million more. Kufika 8.2 billion. Okay. Ndio. Sakaja walikuwa wanasema kwamba hii history nzima kuna vile pia imeingizwa pia siasa pale ndani. Hizi siasa ni gani na zilikuwa zinamfaidi nani? Kwa kwanza ningesema. Ndio. Sisi ambao tulishikana za 25 ambao nilikuwa naongoza. Ambao walikubaliana na ile tunaita Sakaja formula. Tulishikana kwa sababu ya principles. Ndio. Kuna wale 18 ambao walikuwa wanapoteza katika kaunti zao. Hawezi paka senator ambaye anapoteza. Akubali formula ambayo itaacha apoteze. Ndio. Senator wa Taveta akienda kwake. Na amepoteza milioni 500. Wananchi wakasema yeye amelala darasani. Ndio. Kama ataambia wananchi nilikuwa napanga kuelekea bursaries. Lakini kwa sababu huyu jamaa wenu ameenda akalala kwa class. Mkitaka bursary endeni kwa nyumba yake. Yes. So for those 18 it was political suicide. To support hiyo formula ambayo walikuwa wanapoteza. Okay, it was political. Wengine sita. Tukasimama nao kwa sababu the principle tuna believe Kenya ni hakuna Kenya A na Kenya B. Siasa iliingia. Ndio. Kwa njia mbili. Ya kwanza, ndio, kuna wale ambao wakafanya iwe ni kama ni hesabu ya kikabila. Ndio. Wakasema ati 1 man 1 shilling. Ni ya kusaidia region fulani Kenya hii. Yes. Tukawaambia, hata nikaangalia numbers nikawaambia hakuna formula ililetwa. Ndio. Ambayo ilikuwa 1 man 1 shilling. Kwa sababu 1 man 1 shilling inamaanisha hizo hela zote 370 billion ama 316 divided by population ya Kenya. Nairobi iko na watu 4.3 million. Tungepata 30 billion ingekuwa 1 man 1 shilling. Walikuwa wanatupatia ngapi? 100 million wanaongeza. So hiyo 1 man ilikuwa kiasi ambayo haiko kwa formula. Ndio. Haikuwa region moja ambayo ingekuwa ina benefit. Ya kwanza ilikuwa Rift Valley, alafu Western, alafu Central. Okay. So wakasema tunachukia. Alafu wakasema sasa kwa sababu waliona Kipchumba ameingia pande yetu. Wakaona Mizika ameingia pande yetu, wakasema sasa ni siasa ya tanga. Kieleweke. Tukaeleza mimi, Mutula, Ledama, Senator Malala. Hatujaingia tanga ama kieleweke. Sisi bado tunasimama vile tumekuwa hapo awali. Lakini ni kama wanatusukuma tuende huko. Hiyo ndio siasa ambao wanaongea. Okay. Hata hakuna siasa hatukufanya juu ya kiongozi huyu ama yule mwingine, hapana. Asante sana Senate. Tunamuona kwamba akitoa machozi katika bunge la Senate. Akisema kwamba zile shida amepitia na history nzima ya ugavi wa pesa za county ni nzito paka nalia mbele ya Kenya nzima. Je, pia wewe shida umezipitia? Unajua ndio pia mimi nilipitia hizo shida. Lakini sikulia. Leo ni siasa. Ndio. Na nafikiri nilikuwa nimenarrate kwa Senate. Ndio. Kuna wakati nilikuwa nafuatwa na magari. DCI nikaweka number plate kwa Twitter. Ndio. Alafu ile siku kabla ya kupiga kura, unajua kuna ile delegations ya counties. Ndio. Sasa kwa kura ya Nairobi kama mimi siko, kuna yule senator ambaye anapewa ruhusa ya kunipigia kura. Kama yeye yuko, nenda hivyo. So wakamwambia yule mwenye anafaa kupiga ile siku, wakamwambia wewe usikuje kwa sababu kaja hata kuwa. Nikauliza wanajoje mimi sitakuwa, bila panga kuwa. Ndio. Hapo ile gari ambayo ilikuwa imenifuata ikanipita. Nikaona hiyo fujo nikahepa, nikawachana mimi mjanja wa Nairobi. Nikata simu kwa gari, wakaenda wakifuata simu, nikatembea miguu. Ndio. Nikapata pale pa kulala. Asubuhi 5 nilikuwa kwa Senate kwa basement. So wakashangaa yule nilipata wakati kunifuata. Ni mambo ya kawaida ni siasa. Mambo ya kawaida siasa. Ni mambo ya kawaida na ningependa kumwambia ndugu yangu Malala pia awe strong hearted. Hakuna mtu atamua Kenya hii. Akuwe strong kabisa. Na hivi strong. Hata Lang'ata awe strong. Hivi Masinde Muliro. Ndio. Alikuwa anasema ukiwa mwanasiasa uwe tayari kufanya vitu tatu. Ukweli. Ya kwanza ndio kufilifika. Ndio. Ya pili hata kuuawa. Ndio. Hapo ya tatu ndio ni ya kupoteza kila kitu ambao unayo. Hizo ni kawaida. Vitu vitatu lazima ukuwe navyo kwa mwanasiasa. Ngoja nikuulizaje? Lazima uwe tayari, Ngoja nikuulizaje mheshimiwa?
Sema. Hivi vitisho uko na foto na kadhalika, je, kuna simu unapigiwa wewe bwana, sikiza bwana, lazima ufanye vile tunataka, hapo vinakwenda na begani? Ndio kuna wale wanakuambia bwana, wewe ndio umekuwa ndio shida kwa Senate. Wewe ndio shida bwana, lazima ufuate. Unasema hapana, mimi sisi tuko line hii. Ndio. Basi mtaona. So unajua sasa kuna siasa kifua, na nilikuwa naambia wenzangu sio lazima kila kitu wewe siasa kifua. Kuna kuelewana. Kama vile tumeweza kuelewana baada ya vikao 10. Tumeanza hivyo, siasa kifua iliisha na siku za mwisho. Ndio. So tukwambia haitawezekana. Mlijaribu aje tukasema hapana, tukasimama gangari. Basi mtu anakuambia kwa mkutano unakuwa discuss, unasema hapana, shida ni Sakaja. Ama shida ni Manara, ama shida ni nani? Ndio. Strategy ya huyu itakuwaje tumletee scandal. Wale walipelekwa ile Tuesday kina Malala na Lagat na Kamburu. Mbona hakuna mashtaka walishtakiwa? Ndio. Kwa sababu ilikuwa wasikue bunge on Tuesday. Okay. Yeah, so zile Tuesday imepita, hakuna haja yao tena. Sasa kwa hiyo ni siasa. Lazima kuwe na mashine ile ambayo inashinda. Ndio. Lakini nikamwambia wenzangu sasa tumemaliza tuje pamoja tena kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yanakuja mbele. Kuna BBI, kuna mambo ambayo let's look at each other as brothers and as one country. Asante. Sio timu Kenya ama ni Kenya ndio ilishinda. Mheshimiwa, ulikuwa katika kamati ya kushughulikia swala la COVID. Tukaona mpaka kuna wakati pia ulivunja zile sheria na kuja mbele wa Kenya na kusema jamani, mimi ni binadamu, huwa nakosa nisameni. Tukaona pia ukashikwa ukapelekwa ndani pale na kadhalika na kadhalika. What do you feel? Una feel namna gani ukiona viongozi kwa hivi sasa wanavunja hizo sheria za COVID, by the way, mikutano kila pale, no social distance? Hata juzi niuliza kwa nini hizo sheria zilikuwa za kushika Sakaja peke yake. Ndio. Kwa sababu unaona watu wana mikutano, hakuna mask, watu wamejaa, wameshikana. Ndio. Because for me, I have responsibility. Nilisema itakuwa sawa mimi ndio niongoze kamati. Ndio. Na mimi mwenyewe nilifanya makosa na nikakiuka sheria. But it is very unfair. Sasa wafungue Kenya bana. Hii COVID kama imeisha kwa sababu ndio. Ukiona mikutano hata jana kanisa. Kwa deputy president juzi tunaona Raila. Ndio. Ako na crowd kubwa sana. Musalia pia ameanza kuwa na mikutano. I think ameona wengine wanafanya mbona watu nyuma. Please, you know, tufungue tu, Wakenya wanaumia. Do you think it's high time we need to open this country? Tuseme kwamba hii COVID wacha ikae parking bwana. Fungueni hii nchi. I think it's time. Tumeangalia hiyo data. Unajua vile tulianza? Ndio. Mwezi wa Februari hapo March. Tulikana na Kenya wakatuambia kwamba two things can happen na hii virus. Ndio. Hii virus inaweza kuwa iko strain tofauti kuliko ile ambayo imeua watu Italy na US. Na ikija kuna ile inaitwa virus mutation. Ndio. So ile inapata nguvu zaidi ama inakuwa dhaifu. Ndio. Inakuwa weak. Inakaa ile virus ambayo imekuwa Kenya. Ile mutate ikakuwa a bit weaker. Ndio. So kuna kama Tanzania walisema watu wawe na herd immunity, watu watembee wapatane, wote ni kama wamepata na wamepona. So it is time for us to make decisions to open up the economy. Watu wa entertainment industry wameumia sana. Ukweli. Mimi nawajua hao ma DJ, ma bouncer, ma waiters, waitresses, watu wa Uber, wa taxi. So tufungue economy gradually. Kazi kwanza isongeshwe. Tuanzie hata tuanze ndio kazi hata sielewi kwa sababu ndio sio ati virus inafanya kazi usiku peke yake. Kama mchana obey social distance, mnaenda mkutano, mnashikana mikono, mnasema solidarity. Kwani usiku ndio virus inaamka inasema kazi ni sawa, inaamka sababu hapana, it is the same thing. Asante sana. Wacha tujenge uchumi wetu kama Kenya. Alright, mheshimiwa. Umeona katika mitandao ni kitu kiko wazi, trending kwa mpigo tena zaidi, inazungumziwa all over. Mama kujifungua katika barabara ya hospitali ya Pumwani pale Nairobi. Pumwani haijaanza leo kuwa na story. Kumekuwa na story mingi sana kuhusiana na hospitali ya Pumwani. Hospitali ya Pumwani imekuwa na shida nyingi. Hospitali ya Pumwani inategemewa sana katika county ya Nairobi. Senator wa county ya Nairobi, what is the way forward? Hii story ya Pumwani itaisha lini na itamalizwa na kina nani na itamalizwa kivipi? Wacha niseme pole sana kwa Mama Faustina. Ndio. Kujifungua kwa barabara ni jambo la kusikitisha sana. Na hakuna mtu ambaye anafaa kuwa na excuses. What happened was very very wrong. Ndio. Hata kama nasi walikuja baadaye,
haifai kuwa hivyo, kwa sababu serikali imeprovide kila mama awe na nafasi. Na wakati huo kulikuwa na go slow. Hii mambo ya labor relations ya nurses na serikali ndio shida iko. Sio tu kwa sababu county zilikuwa zina pesa. Nairobi haikuwa na shamba, but kulikuwa na hiyo go slow. Na wakati naunga watoto walikuwa wamekufa Pumwani, nikaleta swali kwenye Senate. Ndio. Tukaenda serikali ya Sonko ikaletwa mbele yetu, wakajibu, wakabadilisha leadership kidogo. Tukawa na matumaini ya kwamba Pumwani itabadilika. Sasa Pumwani iko chini ya NMS. Tuko na matumaini ya kwamba itabadilika. Na natarajia hiyo kesi moja sio vile iko kila siku. Na vile tunafanya sasa, hata tumetuma watu chini ya maji wale wanaangalia chini ya maji juu. Nikitokea hapo kama wanafagia, wanasafisha, ndio najua tena anakuja kirasmi. Ndio. So tunaenda impromptu, na matumaini kwamba under NMS huyo Luga ndio katibu wa mambo ya afya. Na zile hela ambazo tumeweza kuongeza, mimi nimefurahi, nimeongeza hata zaidi, tumepelekea Nairobi 19 billion. Ndio. Tumepitisha kwenye National Assembly ilipitia tena budget ya Nairobi. There is no excuse. Vile ningemwambia Badi, Pumwani is very close to our heart. Hata Badi mwenyewe ni mtu wa Nairobi, yeye amekuwa Pangani. Mimi nimezaliwa Pangani. Ndio. If anybody makes a mistake kudharau mama wetu huko Pumwani, afute kazi. Ili by the time tumeona after one or two incidences hakuna mchezo, we will take care of our mothers, tunapatia dignity ambao wanafaa kuwa nayo. So solution ni uongozi tu, hakuna jambo lingine, hakuna secret. Solution ni uongozi. Kuna wale walikuwa wanafaidika na mazahanati zao. Selebu mmoja iko sawa, mama kienda hapo kwa akiwa ni shida anaenda private. Hao pia lazima wachunguzwe. Okay. Madaktari wote ambao wanafanya hapo wameangaliwa. Sio kama wako na private enterprises ambazo ziko karibu na Pumwani. Ndio. Because there is conflict of interest. Talking of NMS, mheshimiwa. So far, katika scorecard, NMS unaanza kuambia namna gani katika mambo ambayo umefanya katika Nairobi? What can you talk about NMS? Mimi ninasema first 100 days ambazo zilipita, hapo nilipatia 90%. Kwa wakati huo COVID ulikuwa umeanza. Ndio. Maji walichimba katika boreholes zaidi ya 100. Ndio. Katika kaunti nzima ya Nairobi. Hapo awali ilikuwa inachukua zaidi ya miezi 6 kuweka borehole moja, walifanya borehole karibu 100. Ndio. Siku 100. Ili wananchi waweze kupata maji ya bure. Tukaona mabarabara town wameanza kutengeneza pavement na sidewalks. So walikuwa wameanza vizuri, lakini kwa sasa nimeanza kuingia hofu kidogo. Kwa nini? Kwa sababu ya vile wanapinga mwananchi wa kawaida. Ndio. Kwanza Nairobi sio tu kurembesha. Unajua ukisafisha kikombe nje lakini ndani ni chafu. Sio vizuri. So sio tu mambo kurembesha town. Ukienda katika mitaa bado tuko na shida kubwa. Bado tuko na mambo ya takataka. Na bado mabarabara huko hayajafanywa. Hata juzi ilibidi niende tena Kasarani kwa sababu ile barabara ambayo nilikuwa tunahidi. Pesa zimetolewa lakini contractor anasonga polepole. Tukakubaliana na please maliza hii barabara, wananchi wanaumia. Ndio. So nimeomba NMS ifanye vitu viwili. Kwa sababu kuna pesa. Tuko na 17 constituencies. Ndio. Vile tumefanya formula kwa Senate kugawa pesa katika taifa. Ndio. Wafanye formula wahakikisha kwamba kutoka Korogosho hadi Dagoretti Kona, kutoka Kibira hadi Buruburu, kila mahali iwe na budget yake. Ambapo kazi inafanyika katika Nairobi nzima. Ya pili, ndio. Wawe na utu. Shida sasa imekuwa kukosa utu. Wawe na utu. Wananchi wafurushwa, wanafukuzwa Muhurwa. Tunaona wale wananchi ambao walikuwa wanafanya biashara railway wanafukuzwa. So hata kama unajua ndio tofauti. Na wajua mwananchi hata afadhali apigie binadamu mwingine kura mwenye labda afanye kazi 100% lakini anamuelewa kuliko kupigia machine ambayo itafanya kazi 100%. Ndio. Because of the heart aspect. So hata kama ni meja na mijendo na mijeshi, kumbuka ni binadamu tunaongoza. Ndio. Haiwezi kuwa tunakuja wanaambia lazima mtatoka leo na leo lazima mtoke. Mnabomolea manyumba. Kumekuwa na shida Gikomba. Kumekuwa na shida hapo Mudhuro vile nimesema, kumekuwa na shida Uhuru Highway. That is the only issue. Please be more humane na mfanye kazi na viongozi ambao wamechaguliwa. Mimi kama senator nilipata kura 847,000. Ndio. Kutoka watu wa Nairobi. Hao si wajinga. Ukweli. Wanajua mbona walinipigia kura. So kama mnafanya miradi, mbona msifanye kazi na sisi mtueleze tunapanga kufanya hapa hivi na hivi. Mnaonaje? Okay. Mbona msifanye kazi na huyo MC amechaguliwa na MP? Work with leaders. So sasa hivi wanapata hofu. Wale nilikuwa nimefurahi walikuwa wananipatia report kila siku 3. Hata General Badi mwenyewe alikuwa anakuja kwa ofisi yangu hapo KCC anatuma. Siku
siku hizi wameamua sisi ni adui, hatufanyi kazi na sisi. Kwa hiyo ndio shida ambayo wako nayo. Bwana Senator, labda kwa hivi sasa kumekuwa na malumbano kati ya gavana wako Sonko na vile vile pia Badi Edemesa. Labda si tunasikia, je, ni ubabe wa kisiasa kuonyeshana mimi ni gavana, mimi ni generali, ama kuna vitu vingine vya ndani ambavyo hatujui ambao wewe Senator unajua? Unajua both are true. Kuna ubabe kiasi kwa sababu unajua pia sasa vile nimesema Sonko pia atasema alichaguliwa. Ndio. Lakini namwambia pia yeye ndio alienda Kasai. So yeye alipeana. Mamlaka. Mwenyewe hakushurutishwa. Alipatiana. Hakupatiwa pombe vile anasema ati alikuwa amewekewa kasitu. Lakini yeye mwenyewe alitransfer. So hapo usikubaliani naye, lakini kwa zile ambazo wako transfer. Ndio. Apatiwe heshima. Kama gani? Kama gani? Hebu zitaje. Ameanza kutokozwa. Unajua unakumbuka vile COVID ilianza? Ndio. Alianza kuweka booths za kusanitize. Kusaidia wananchi ili waweze kuwa sanitize na fumigation. Ndio. Instead of kuambiwa boss umetransfer health tufanye hivi pamoja ama ziwe verified, wanaenda wanazibomoa. Na jamaa ameweka hela zake hapa. Ndio. Ya pili kusema payroll mzima, sijui finance department isonge, hizo hazijakuwa transferred. Those are not functions that are transferred. Tumetransfer health, tumetransfer environment, public works and roads. That's four functions. So zile zingine apatiwe heshima yake, aje kusukumwa, anaenda function, anatolewa, wanafanya mkutano na rais kwa Zoom, apatiwe password. Jamaa anateswa. Hizi anapatiwa scout, wanamnyang'anya. Hiyo ni madharau, zingine zitakuwa ni madharau. Ndio. So mwache ile kazi alishindwa kufanya, amepeana. Fanyeni hiyo. Lakini mheshimu bado alikuwa governor. Ndio. Bado yeye ni governor. And let him focus on zile functions umemwachia. So kazi kumekuwa na msukosuko, tulikuwa busy kwa Senate. Sasa tumemaliza, mimi kama senator, ndio wakalisha wote wawili. Kuna kesi wamepeleka kotini nyingi sana. Ndio. Hizo kesi tuseme for the sake of Nairobians ndio muhimu. Mtu wa Nairobi atafikaje na hii maneno. Okay. So ndio wakalisha wote chini wakikataa, naenda report kwa Senate because even now I am still oversight over NNS and oversight over the county government. Ndio. Kabisa. Okay, Mheshimiwa Sakaja. Je, uko katika reggae must stop ama reggae will not stop? Uko pande gani katika reggae BBI? Je, uko katika vile inaendelea? Naona tuingie hip hop sasa. Ile imeshinda watu. Kama tuingie bongo flavor. Ama rumba. Ama rumba Japani. Sasa ni rumba. Ndio. Rumba ya Kenya. Unajua mbona? Sijui, niambie Mheshimiwa. I'll be very honest with you. Mimi nimekuwa na support BBI kabisa. Ndio. From the bottom of my heart, kwa sababu BBI ile kusudi kwao, the reason behind it ya Wakenya tuwe pamoja na songe mbele pamoja, ni jambo ambalo mimi naamini lazima tufanye. Mimi nazaliwa Nairobi, naelewa makabila yote. Naelewa kwamba hakuna ile uchungu mama anasikia Nyeri, sasa alipata chakula kwa mtoto wake. Ni sawa na ile uchungu mama akiwa Eldoret ama Kisii anasikia. Ndio. Ni one country. Lakini kwa wakati wa hii debate tumekuwa nayo kwa Senate, ambapo wale ambao wanasema BBI wanaamini ndio wale ambao wanasema kuna kaunti zingine hazistahili kupata maendeleo. Ndio. Nikaanza kujiuliza, kweli are we being sincere? So for now, wacha nione ile report watatoa, but I am not as enthusiastic vile nilikuwa hapo mbeleni. Ndio. Because hawezi sema Kenya isonge mbele pamoja, alafu nyuma unasema kwa nini Mandera inapata 1 billion? Kwa nini Coast? Kwa nini Kwale wanapata pesa zaidi? Ndio. Kwa nini Kilifi wapate? Kwa nini Nyamira wapate? Okay. Tunataka tusonge mbele lakini Makueni na Kitui wakose. Do you really believe we are one country? Umesema kwamba mheshimiwa, report ya BBI ikitoka ndio utadecide. So hapo ndo decide. Kwa sababu sasa support ile kitu. Ile niliona mbeleni. Ndio. Na sio report. Ndio report. Ni nini itakufanya? It's not a document. Nini iwe honesty? Lazima watu wawe honest. Nini kitakufanya kwamba usupport BBI after report, na nini kitakufanya kwamba usisupport BBI after the report? Kwanza I want to look at the report. Ndio. Jambo la kwanza nione nafasi ya mwananchi wa kawaida. Nafasi ya vijana. Vijana ndio tumeumia. Mambo ya employment kama imeangaliwa. Mambo ya equality of opportunities. Kila mtu awe na usawa wa nafasi. Kama umezaliwa Pwani uwe na usawa wa nafasi na jamaa amezaliwa Nairobi. Ndio. Kupata kazi, kupata masomo na kupata afya. Namba 2, jambo ambalo nitaangalia kabisa. Ni ya kwamba
hakuna county imekuwa discriminated against katika allocation of resources. Ndio. Lazima pesa ziende zaidi kwa wale ambao wako wengi zaidi, hiyo tunakubali. Lakini wale ambao wameshapata pia ambapo wana maeneo makubwa wasikoseshwe. So hiyo lazima iwe equal, badala kuwe na ile ambayo tunasema kusawazisha. Ndio. Ya tatu, kabla ya kufikiria mamlaka ya watu, kwanza mambo hiyo regional government. Vitu kama hivyo nikiona hapo sita support BBI. Ndio. Because watu wa pwani kwa mfano. Sasa mtu anafurahia anapata services pale Kwale. Ndio. Pale Msambweni. Ndio. Mbona uambie huyo mtu wa Kwale ama Kilifi lazima aende sasa Mombasa apate huduma? Ndio. Mbona unaambia mtu ambaye ako Bungoma, Likuyani ama ako pahali deep in Western Kenya, sasa lazima uende Kakamega upate huduma? Hapana, hiyo ni kusonga nyuma. So mambo ya regional mini support, hakuna yule ambaye amenishawishi ya kwamba ni jambo nzuri, lakini mambo ya naona pia haitakuwa mbaya kama tukisema ndio mwe na president, prime minister, hizo zote na mawaziri, ndio, lakini usikuwe na wawili kutoka kabila moja. So kama rais ni Mjaluo, basi hakuna mwingine kwa cabinet. Ndio. Kama rais ni Mluya, ndio tuko na makabila 43. So kama tuko na 20 slots ya cabinet, tuko na 5 ya president, prime minister na wengine, tuko na mapia kila nafasi moja kabila. Then we will start talking about Kenya. Asante mheshimiwa. Na najua hawezi hata mtu kama. So hata tusubiri tuone hii rumba itakuwaje. All right. Tukiwa tunamalizia labda swali langu la mwisho alafu nikuachilie, najua uko na shughuli nyingi. Je, hakuna shida yeye. Sakaja vipi? Bado utakuwa unabakia Senate? Maana watu wanajipanga, bado utakuwa unabakia Senate wa county ya Nairobi ama unajipanga kivingine? Unajipanga kinamna gani 2022? Unajua kwa sasa bado siku ni nyingi. Kuna 1 year 321 days election kwa sasa Ndio. Sasa tuone hiyo report ya BBI tuone kama wametunyang'anya Nairobi ama bado iko. Tumesema lazima Nairobi ibaki kama county. Alafu tuamua. Kwa hivyo report ndio itakuguide utakuwa unaenda upande gani? Itaniguide. Unajua lazima nataka Senate na watenda hakuna Senate tena. Okay. All right. Kama hakuna governor. Lakini wananchi wa Nairobi najua tunashirikiana vizuri sana na nawapenda sana. Ndio. Hao ndio watanipa mwelekeo. Wakisema Sakaja rudi nyumbani, narudi nyumbani. Wakisema Sakaja enda governor, naenda governor. Baki senator. Ndio. Deputy prime minister, deputy. Yote inawezekana. Ni hint unatupatia nini mheshimiwa? Mungu mbele bro. Mungu mbele. All the best my brother Sakaja. Super Senator. Nimeshukuru sana. Tuko mbele pamoja Super Senator. Mbele pamoja. Msalimie Mtula ukimwona. Mtula anakutana naye hapa sasa hivi tu. Namsalimia Mtula Junior na Ledama na Murkomen, tunakutana hiyo timu yetu. Tuko mbele pamoja. Tuko mbele kabisa. Asante. Next time utatuambia hii timu yenu ni kitu gani mnapanga kando na mambo ya Senate. Manake ama utatuambia sasa what are you planning between wewe Mtula, Edama na vile pia Murkomen. What's the deal? Unajua vile tumeona? Ndio. Tumesukuma sana na watu wetu. Sasa wametota tukiwa pamoja. Na kabla tumekaa pamoja hizi mawiki ambazo zimepita au mwezi mmoja. Ndio. Tumeona we have got a lot in common. Na mtazamo wetu wa Kenya ni inafanana. So tumesema tuzidi kukutana. Tuone kama kunaweza kuwa na kitu hapo mbele. Okay, kwa hivyo si project ya mtu? Hapana, kuna mtu ambaye anaweza pata sio watano hatuani go. Deep state ama nini wewe nyingine? Sio project ya mtu, hapana. Okay. Alafu sio hiyo, tutakutana na mwanasiasa yoyote ambaye anatafuta kiti ya 2022 ya urais. All right. Hatuna haja na hiyo. Tunaangalia what have we changed our country as the young people, because we can change the country as the youth. Okay. Kabisa. Thank you very much bwana Senator. Asante, Mungu awabariki. Tuko mbele pamoja kiongea na Senator Sakaja pale vile. Ongea mengi by the way. Kompigo. Ongea vitu vingi, sijui maoni yako ni gani msikilizaji popote pale uliko. Tuongea na sisi 0700 102 0717 102 0731 102. Akikwambia bwana siasa pia si ya kifua. Pumzika kidogo, ni relax yani. Usibebe na kifua pale. Maana ni nzito siasa. Nasema kuna jamaa anahangaishwa. Password apewi. Kale kwa Zoom password hakuna. Sema jamaa anateswa. Amenibamba sana. Lakini hii Kenya hii. Nini maisha leo?